Ndugu waandishi wa habari, Taju pia inavikumbusha vyama vya siasa vyote na viongozi wote wa dini kutumia nafasi zao vizuri ili kulinda na kuhubiri amani ya nchi yetu. Ikumbuke kuwa wakati wa uhuru mwaka 1961 idadi ya Tanzania tulikuwa milioni 8 kwa mujibu wa sensa wakati ule, sawa na mkoa mzima Dar es Salaam wenye watu milioni 6 kwa sasa kwa mujibu wa sensa ya 2022. Kudhibiti idadi hiyo ya watu ilikuwa kazi nyepesi zaidi kuliko kudhibiti watu milioni 70 kwa sasa kwa mujibu wa sensa ya 2022. Zao la amani ni haki. Hivyo ili watu milioni 70 wapate haki zao stahiki, yatakiwa tuwe na mshikamano, masikilizano na usikivu wa hali ya juu. Ndugu waandishi wa habari, panapotokea kutokusikilizana, kubwa la kufanya sio vurugu, bali Mtume Muhammad SAW ametufundisha kuwa na subra. Ajira hakuna, tuwe na subra, ufumbuzi utapatikana na sio vurugu. Haki za kisheria hakuna, tuwe na subra, kwani haki zitapatikana hapo baadaye. Kwani hata vizazi vinasubiri ujio wa kuja Kristo duniani kwa mara ya pili, japokuwa hatujui siku wala saa atakapokuja Bwana. Hiyo ni kwa mujibu wa Mathayo 24 mstari wa 36 mpaka 44. Hivyo subra inatakiwa. Ndugu waandishi wa habari, kwamba haki inapatikana kwa amani, huo ni mtazamo uliopitwa na wakati, kwa sababu huo ulikuwa mtazamo wakati wa ukoloni na kwa kiasi kidogo cha watu wakati ule, lakini sio kwa taifa kubwa lenye watu zaidi ya milioni 70 kwa sasa, taifa letu la Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, kwa ulimwengu wa sasa hivi, ili kulinda amani yetu, hatupaswi kuiga mataifa madogo yanayofanya vurugu bila ufumbuzi wa matatizo yao kama Madagascar. Hivyo Taju inawaasa na kuwaomba Tanzania kuacha kuiga mambo ya nje yasiyokuwa na tija kwa taifa letu. Pia Taju inawaomba Tanzania wote kutumia mitandao kuchagua mema na kuacha mabaya, kwani sio yote yaliyopo mtandaoni yanafaa kuigwa. Mfano, tabia za ushoga, maandamano ya vurugu, tukiwa na maana yapo maandamano ya amani yasiyokuwa na vurugu yenye ajenda, mabango yanayojieleza na utaratibu uliokubalika kijamii na yenye muda maalum wa shinikizo lao ili kupatiwa majibu. Hivyo tunaomba tuige mambo mema na kuachana na mambo mabaya. Ndugu waandishi wa habari, pia Watanzania tunapaswa kuwa na tabia ya kupenda na kulinda vya kwetu. Mfano, lazima tuilinde na kuipenda serikali yetu. Sio kila jambo serikali yetu inafanya ni baya. Mfano, serikali kuilinda sheria yetu ya ardhi inayozuia wageni kumiliki ardhi, japokuwa kulikuwa na ushawishi kutoka nje ya kutaka kuiondoa sheria hii, serikali yetu ilikataa. Huu ni uzalendo mkubwa, japokuwa wapo baadhi ya Watanzania wachache wanaovunja sheria hii kwa kuwanunulia wageni ardhi kwa niaba yao. Ndugu waandishi wa habari, nikumbuke tarehe 29 mwezi wa 10 2025 ilikuwa siku ya kuonyesha ukomavu wetu wa kidemokrasia. Tunawapongeza Watanzania waliotimiza takwa lao hilo muhimu la kidemokrasia. Hongereni wa Tanzania, na huo ndio uzalendo wa kweli. Ili uwe mzalendo wa kweli, yapaswa kila Mtanzania kujitathmini kama una sifa zifuatazo. Ya kwanza, unalinda taifa lako. Hizi ndio sifa za kuwa mzalendo wa kweli. 1, unalinda taifa lako na upo tayari kuliona taifa linaingia kwenye shida, matatizo au linaonewa, linaaibika na kunyanyasika muda wote. Unaangalia faida na maslahi ya taifa lako. Sifa ya pili, kulipigania taifa katika dhiki, shida na kila hali. Sifa ya tatu ya mtu mzalendo hawi binafsi,
hatangulizi mambo yake bali ya taifa lifaidike kwanza yeye baadaye. Tuliwaona akina hayati Julius Kambarage Nyerere, akina hayati Karume, Sokoine na wengineo. Hao walikuwa wazalendo wa kweli, kwani walitanguliza maslahi ya taifa mbele na yakuwa yakaja baadaye. Sifa ya 4 ya mtu mzalendo ni popote mtu mzalendo akiwa ndani au nje ya taifa atasimama kulitangaza taifa lake, akijisikia fahari hata katika aibu, atakubali kulibeba taifa lake kwa ajili ya aibu hiyo. Tunafanya quotation hapa. Ndugu waandishi wa habari, hapa tunaipongeza Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa ujasiri wao wa kuendelea kuhesabu kura na kutoa matokeo licha ya uwepo wa hali ya taharuki. Kuifanya kazi hiyo katika mazingira hayo ni uzalendo wa aina yake, kwani tume ingeyumba leo tungekuwa wapi? Taju inaiomba serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kumtunukia mara moja nishani ya juu ya uzalendo mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na timu yake, kwa kuwa mara baada ya kumtangaza na kumwapisha rais vurugu zilisitishwa. Hongereni Tume ya Taifa wa Uchaguzi na kwa kazi kubwa ya uzalendo. Sifa ya 5 ya mtu mzalendo ni si mbaguzi. Havai vazi la udini wala ukabila, anavaa vazi la taifa, hawezi kubagua ngozi wala jinsia. Sifa ya 6, anajivunia taifa lake. Sifa ya 7, atafundisha watu kulitumikia na sio kulivuruga taifa lake. Sifa ya 8, ataheshimu maoni chanya ya kila mmoja katika kujenga na kulitumikia taifa. Hapa vyombo vyote vya serikali na visivyo vya serikali, familia na wasiokuwa na familia, kuheshimu maoni chanya ya kila mmoja. Ni matumaini yetu kuwa kama Taju kuwa serikali ya sasa itaheshimu maoni ya kila mmoja wetu ili kutuepusha na vurugu visivyokuwa lazima. Sifa ya 9, atapenda na kuheshimu haki za wengine katika taifa. Mfano, Taju iliomba amani ilikuwa haki yetu, na baadhi ya Watanzania wenzetu mkafanya vurugu zilizotunyima haki yetu sisi kama watu wenye ulemavu. Hizo ndizo baadhi ya tabia za mtu kuwa mzalendo, kwani zipo nyingi lakini tumezinukuu tu baadhi. Kwa sifa hizo za uzalendo, Taju inachukua nafasi hii kwa kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ushindi aliopata wa 97.66. Ni ushahidi wa dhati kuwa kabla ya kuwapa kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, taharuki ilitanda nchi nzima. Kuwapa kwake kulimwezesha kuirudisha nchi katika utulivu wake. Hongera Dr. Samia Suluhu Hassan. Baada ya hapo, Taju inatoa wito kwa Watanzania wote tusioridhika na chochote kile kuanza kufuata taratibu za kisheria za nchi ili kuepukana na vurugu zaidi. Kama hujaridhika na wewe ni mzalendo, toa maoni yako na endelea kutoa maoni yako bila kuchoka. Ipo siku, saa na dakika maoni yako yatasikika na kufanyiwa kazi badala ya kufanya vurugu. Mwisho, Taju inatoa na kuomba serikali pamoja na Watanzania wote tusameheane, kwa lugha ya Kimombo forgiveness, kama kwa yote yaliyotokea, ili tuanze maisha mapya, kwani msamaha ndio utakaoleta maridhiano ya kweli. Pia popote tulipo tuendelee kuitunza, kuilinda na kuendeleza amani ya taifa letu. Asanteni sana kwa niaba ya mwenyekiti wa Taju.